Je, Urusi ina wasiwasi kuhusu jitihada za Uturuki za kudhibiti Bahari Nyeusi? Waziri wa nje wa Uturuki Hakan Fidan anasema kuwa Ankara itachukua jukumu la kuongoza na kusimamia vipengele vya uhakikisho wa usalama wa baharini iwapo Urusi na Ukraine zitafikia makubaliano ya amani. Baada ya kukutana na mwenzake wa Ukraine Andriy Sybiha mjini Kyiv, Fidan alisema kuwa moja ya nguzo muhimu zaidi za makubaliano yoyote ya amani yanaweza kufikiwa ni kutoa uhakikisho wa usalama kwa Ukraine. Aliongeza kuwa uhakikisho huo unahusisha nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na mifumo na vikosi vya nchi kavu, baharini na angani. Hakan Fidan alisema, na nukuu, Uturuki imekubali kuongoza katika sekta ya baharini na pia tumefikia mwafaka na washirika wetu kuhusu suala hili. Mipango ya suala hili pia inaandaliwa na vikosi vya majini vya nchi washirika. Mwisho wa kunukuu. Lakini maafisa wa Urusi walijibu kauli hizo kwa lugha ya upatanishi kiasi. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alisema Urusi inathamini, na nukuu, utayari wa Uturuki kusaidia kutafuta suluhu ya amani kwa mgogoro wa Ukraine. Tayari Urusi inathamini. Shirika la habari la TASS liliripoti kuwa Moscow iko tayari na imedhamiria kudumisha na kupanua ushirikiano wenye tija na Uturuki pamoja na washirika wengine wa kikanda katika masuala kama vile Syria na Libya. Taarifa hiyo ilimnukuu Sergei Vereshinin, balozi wa Urusi mjini Ankara. Sergei Vereshinin alieleza Uturuki kama msuluhishi na mdau wenye ufanisi katika eneo hilo ambaye anaweza kusaidia kutatua migogoro ambayo alisema ilichochewa na mataifa ya Magharibi. Ukosoaji mkali kutoka kwa wachambuzi walio karibu na Kremlin. Wakati maafisa wa Urusi wakizungumza kwa tahadhari, wachambuzi na wadadisi kadhaa walio karibu na Kremlin walitoa maoni makali zaidi, wakiona kauli za Hakan Fidan kama ishara ya jaribio la Uturuki kupanua ushawishi wake katika Bahari Nyeusi. Na nukuu, tukibaki bila kuchukua hatua, wengine ndio watakaopanga sheria za mchezo, mwandishi wa habari wa Urusi Timur Shafir aliambia chombo cha habari cha kitaifa cha Tsargrad hivi: kwa kisingizio cha kutoa dhamana ya usalama kwa Ukraine, inawezekana kukaanzisha doria za kudumu, shughuli za kijasusi, ulinzi wa bandari za Ukraine na kwa hakika uwepo wa kijeshi wa NATO katika Bahari Nyeusi, muungano ambao Uturuki pia ni mwanachama wake. Tayari Waturuki wanadai haki ya kudhibiti Bahari Nyeusi baada ya vita kumalizika. Mwanablog wa kijeshi wa Urusi Yuri Paranchik pia aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram, kwa hakika Waturuki watachukua jukumu la kulinda njia za biashara za Ukraine katika Bahari Nyeusi. Baada ya hapo, kuanza kwa operesheni ya kijeshi dhidi yetu katika Bahari Nyeusi itakuwa ni suala la muda tu. Mwisho wa kunukuu. Ni mwanablog wa kijeshi Urusi Yuri Baranchik aliweza kusema hivyo, lakini pia alisema hatua kama hiyo haiwezi kufafanuliwa vinginevyo isipokuwa kama utangulizi wa unyonyaji na ushawishi zaidi. Yuri Baranchik pia alisema ikiwa Recep Tayyip Erdogan atatenda hivi, sehemu ya lawama iko kwetu, kwa sababu hatua hii itaonyesha kuwa Ankara haioni Urusi kama tishio kubwa. Lakini pia Yog Kontok, mwanablog mwingine wa Urusi wa kijeshi, pia alisema, na nukuu, ninahisi wasiwasi nilikifikiria tu faida ambazo Uturuki ingepata kutokana na kutekeleza mipango kama hiyo, mwisho wa kunukuu. Aliongeza pia, hii haimaanishi tu udhibiti wa maji ya eneo la Ukraine, bali pia kurejea kwa Uturuki katika eneo la kaskazini mwa Bahari Nyeusi na upanuzi mkubwa wa uwezo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Yuri Kotinok alitaja zaidi sababu inaweza kusababisha Urusi kushindwa kuzuia mwenendo huo, nayo ikiwa ni kupungua kwa uwezo wa kiutendaji wa kikosi cha majini
cha Urusi katika Bahari Nyeusi. Alisema kwa bahati mbaya, katika miaka michache iliyopita nguvu ya kivita na uwezo wa kikosi cha majini cha Bahari Nyeusi havijaongezeka. Kusema ukweli au kusema kwa pole zaidi. Alimalizia kwa kusema, huenda nikawa nakosea, lakini tangu vita vya Crimea katika karne ya 19 kikosi cha majini cha Urusi katika Bahari Nyeusi hakijawahi kuwa katika hali ngumu kama hii. Mwisho wa kunukuu. Shukrani kwa wababa wa kivita na historia ya dunia. Jina langu ni Tobias Kisima. Ni follow Instagram kama DJ Toby TZ. Asante.